ni katibu wa chama cha mapromota wa ngumi za kulipwa Tanzania. Kama alivyokwisha kuzungumza mwenyekiti wangu Ernest Mopao, mimi pia nina machache ya kuweza kuongezea. Jambo la kwanza kabisa, nyinyi pia ni mashahidi. Tukiangalia kwa miaka mitatu minne nyuma na ya sasa hivi, ile rate ya ngumi kufanyika mapambano mengi kwa mwaka imepungua. Na imepungua kwa sababu ambazo tunazilalamikia toka kipindi cha nyuma. Toka kipindi cha tunazilalamikia ni kwamba mchakato wa mfumo unapokuwa rafiki, utamvuta mtu mwingine kuwa promoter, ama promoter tayari aliyekuwa ameacha kufanya mapambano kurudi kuendelea kufanya mapambano. Lakini pale mfumo unapokuwa sio rafiki, unapokuwa ni kandamizi, sidhani kama mtu atarudi. Kwa listi tu ambao mimi ninaifahamu, tuna takribani ya mapromota 50 kama na 3. Lakini tukiangalia ambao wapo active wanaofanya kazi kila siku, hata 15 hawafiki. Je, hawa wengine wanakuwa wako wapi? Je, wale ambao wapya tunatamani waje ili mchezo wa ngumi ukue wako wapi? Kwa hivyo mifumo ambayo itakuwa inawekwa sio kwa ajili ya kumfurahisha Mopao, sio kwa ajili ya kumfurahisha mimi ama watu wengine. Ni kwa ajili ya vizazi vijavyo, ni kwa ajili ya hawa mabondia, ni kwa ajili ya mapromota pia wanaokuja. Namna ni kwamba tunataka tu attract huu mchezo uzidi kukua. Ni mchezo ambao unapendwa, unakuwa, lakini kama tutaweka mifumo ambayo itakuwa inawakimbiza hata wao waliopo, sidhani kama tutakuwa tunafanya kukuza hizi ngumi zetu. Lakini jambo lingine amelizungumzia kiongozi hapa ni swala la kanuni. Kanuni ni nguzo mama inayofanya mchezo wowote ule ukue. Kwa sababu hata katika FIFA, katika nini, wana zile kanuni ambazo zile kanuni ndizo zinamsaidia hata yule kiongozi wa pale juu kuendesha mchakato mzima kulingana na zile kanuni. Sasa endapo kanuni zinawekwa lakini hazikufuata mchakato unaotakiwa, inakuwa ni shida, kwa sababu huu mchezo wa ngumi kanuni zimewekwa, ilipaswa hizi kanuni zinavyotakwa kuandikwa ufanyike mchakato wa kushirikisha vyama shiriki. Na kushirikisha vyama shiriki sio kwa kuwaita watu wawili chumbani sio ofisini, hapana. Ilitakiwa ifanye kama hivi ni kikao, mkutano. Wadau waje, vyama shiriki viwepo, maoni yakusanywe. Ndipo pale tunapotengeneza zile kanuni ambazo zinakuwa kanuni zenye uhai ambazo zinaweza zikasaidia kwa miaka hata 20 mbele. Lakini pale kanuni zinapokuwa zinachukua watu wachache wa kukaa kudiscuss, then zinaletwa kwa namna ambavyo sio kupewa nafasi ya wewe tena unailetewa uijadili au uielewe, lakini unaletewa kwamba uitazame kesho uje kwenye mkutano. Kwa sababu kama amesema kiongozi, niliandika barua, unaletewa tarehe 28 email ya kukuambia kwamba tarehe 29 unatakiwa mje watu wawili kwenye kujadili kanuni ambazo zinabeba mchezo mzima. Watu hawa wawili imetoka tarehe 28 29 mje mdiscuss. Hebu niambie, page zimekuja hapa kama 54. Utapata wapi muda wewe kama wewe katibu au mwenyekiti wa kuzipitia? Licha ya hivyo, yule mdau wako, promoter mwenzako, umtumie azisome, aelewe, apate mawazo yake, akupe yale mawazo, muweze kukaa kuyachanyata yale mawazo, muweze kwenda kwenye kikao cha kanuni. Na vile vile kikao chenyewe, kanuni ni kitu kizito kama nilichokisema. Watu wawili, mimi Mopao, au angekuwa ni mimi na Kaike au ni Mopao na Kaike, wasingeweza kufikisha yale maoni ambayo yanayotakiwa katika kukuza mchezo wetu. Kwa hiyo mimi ninachokiona kiukweli kabisa, kama alivyosema mwenyekiti wangu, na support mchakato huu uliofanyika wa katiba mpaka na kanuni zake ni batili. Tukae mezani, kikao kifanyike, wadau washirikishwe, vyama shiriki vishirikishwe, maoni ya kusanywa katika utaratibu unaotakiwa, unaoeleweka. Kwa sababu hili jambo sio la mtu mmoja, lakini kama kitu kinafanyika kwa ajili ya maslahi watu wachache, basi huu ndio utakuwa ndio mwenendo wa kila siku. Lakini kama ni kitu kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu hapa promoter ni kama ni nguzo na yeye vile vile, kwa sababu referee atalipwa na promoter, bondia atalipwa na promoter, hata hiyo TPBRC vibali na kila kitu vinalipwa na promoter. Lakini sasa tunapokuwa tunaweka kanuni ambazo yani bondia mwenyewe nazo ni shida kwake, yani referee ni shida, promoter ni shida, sasa hapo tutakuwa tunakuza ngumi ama tunaziua ngumi. Kwa hiyo tutafute michakato ambayo kiukweli na ICT TPBRC na hata na serikali tusaidie katika hili swala. Tunatamani sana tusio kila siku tunakuja kwenye press tunafanya hivi tunazungumzia hili swala, hapana. Tuwe kitu kimoja kinachoeleweka. Basi tukae sehemu inayotakiwa, watu wawepo, wadau wanaohusika
washirikishwe, ambapo hata serikali inatambua kwamba huyu mtu ana haki ama kibali cha kukaa kushirikishwa katika hili swala. Kwa sababu hata niwauliza viongozi wenzangu, mlipigiwa simu au mliitwa kwenda katika kudiskasi hizi kanuni? Hapana. Sasa unapoleta kanuni zinazohusu mapromota alafu wale mapromota pia hawapo pale, kanuni labda zinahusu sijui mabondia, wale wenyewe wahusika hawapo pale, sasa ni nani ambaye anaenda kukubaliana na hicho kitu? Kwa kweli labda nimwachie mwenzangu pia atakuwa na mengine ya kuongezea. Asante. Aliyetoka hapo ni Kaike, na nadhani mnamfahamu, inaonekana anayo mengi zaidi. Tutatenga muda mwingine kwa ajili yake yeye peke yake sasa. Lakini mimi kabla sijashukuru niwape nafasi ya kuuliza maswali. Karibu. Ndiyo. Kwanza ongeleni kwa mbele kuja. Asante. Bila shaka rasimu ya katiba mpya kwa sasa sahihi kabisa. Kikubwa ambacho nacho ni kushirikishwa kwenye baadhi ya mambo ikiwemo kwanza nyie kama wakuzaji kuondolewa kwanza, lakini kingine muda mchache ambao umepewa na kupewa wawakilishi wachache. Hamuoni kama pengine kwa kipindi hichi ambacho mchakato unaelekea ukingoni kuja hadharani kuzungumza na habari kama hivi, lakini mkaonekana kama sabotage kile ambacho kinachoelekea kufanyika, lakini kwenye jitihada za kuhakikisha kwamba nakutana na wahusika na kuweka mambo sawa ili wote kukubaliana, je, nyie tu chama cha wakuzaji ama pia wadau wengine wakiwemo hao chama cha mafari, chama cha alama kocha, wote nao mnazungumza pamoja kama mnavyozungumza nyinyi, ama nyie naangalia kwa sababu nyie ndio kiungo muhimu cha kuwalea hao? Sawa, kwanza swali lako ni zuri sana. Ifahamike kwamba hii sio sabotage. Leo tupo hapa kama viongozi wa kuwasemea watu, lakini kesho hatutakuwepo hapa. Sasa tunapoogopa sabotage kwamba tukizungumza itaonekana kama ni sabotage, wakati kuna mambo hayako sawa, tutakuwa tunawanyima haki wale ambao tunawaongoza. Ukisema kilio hiki ni kilio cha vyama vyote, kwa maana kila chama hakikupewa nafasi ya kutosha kupata wajumbe wake wa kutosha kuingia kwenye kikao cha kujadili rasimu ya katiba na kuipitisha. Kila chama kilipata barua maelekezo ya watu wawili tu. Kwa hiyo ifahamike kwamba tupo na sisi kama viongozi lazima tuzungumze na nyinyi waandishi wa habari, lazima mpate kinachoendelea, na mchakato huu kwenda mwishoni si sawa sawa, kwa sababu unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Jambo kubwa sana hili, unapoandaa katiba ndio msahafu wa mustakabali wa ngumi nzima. Leo tunaongea kama chama cha pro, lakini katiba hii inamhusu bondia, inamhusu kocha, inamhusu mdau mwingine. Sasa haraka hiyo ni ya wapi mpaka ututumie rasimu ya katiba ndani ya saa 24, alafu ndani ya saa 24 unatupa tena barua ya kutualika kikao? Tunapokuandikia bwana, tunaomba utupe muda na sisi tukae na wadau wetu, unasema hatuna muda wa kupoteza. Sasa huo muda wa kupoteza unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Kwa hiyo ndugu mwandishi, kama una swali la nyongeza, nadhani nimekujibu vizuri sana. Hatuna sabotage yoyote. Tunataka tuweke mambo yawe sawa sawa, kwa sababu leo tupo, ndani ya miaka 10 ijayo hata tutakuwepo. Kuna vizazi vinakuwa kila siku, vitakuta mambo hayako sawa sawa. Utasema alikopo nani? Mzee Kaike bwana, mzee Kaike pengine ameshika mkongoja. Mzee Mopao pengine muda huo labda natembea mikono nyuma. Hivi walikuwepo wazee, ilikuwaje? Sasa lazima twende katika mfumo huu. Sisi viongozi sio binadamu, sio malaika, ni binadamu. Hata wale wakubwa pia ni binadamu. Kwa hiyo tunapokuwa shida kidogo, na kwa nini tumekuja hapa? Kwa sababu tayari barua yao hii imeonyesha mamlaka
si unanielewa? Barua yao tayari imeshatujibu kwamba haiwezekani, lazima mambo yafanyeje, yaende. Ni kama tungejibiwa tu vizuri, bwana tumesikia, hebu mnatakaje, hebu njoo tukae hapa. Sababu kamati ile iliyotolewa na waziri si kwamba ije na mamlaka yao au na maamuzi yao wao. Imeteuliwa kuja kusimamia viongozi na wadau wanataka nini kwenye mchezo wao. Hawa wao washauri, jamani mnataka hiki lakini hiki hapana. Hebu wekeni hiki. Tukubaliane kwa pamoja. Lakini barua yao peke yake hii tukaona kumbe hawa wenzetu bwana hatupo kwenye lugha moja. Sasa nyinyi kama waandishi wa habari lazima mjue, mnapojua nyinyi waandishi wa habari na umma pia lazima utafanyaje? Utajua. Kwa hiyo nadhani nimekujibu vizuri swali lako. Karibu. Sababu ya wale mapromota ambao wanaleta ule ujanja kwenye kumi na kabati mapromota kweli, na wanasema imefanikiwa kwa namna moja na nyingine, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati kwa mujibu wao wanasema Tanzania ni nchi ambazo zinaendana mapambano mengi kwenye 25. Asili yake manake waliobaki kwenye huu mchezo ni wale ambao wana vision na mission kuhakikisha kwamba mchezo unakwenda mbali, na wale ambao wale wajanja wamekaa pembeni kwa tayari hakuna tena ujanja. Unasema kwamba wameondoa chama kwa sababu waweze kudhibiti mmoja mmoja. Vyama hivi vyote havijaletwa tu na mtu binafsi. Serikali yenyewe ilikaa kupitia baraza la michezo, ikaona kuna umuhimu kila mdau awe na chama. Lakini faida kubwa ya chama kwa nini? TPBRC yeye ni msimamizi, lazima awe na miavuli yake chini ili kuwaongoza wadau wote, na umuhimu wake chama upo, na kuondolewa hatujaondolewa bado, ila ni maandalizi ya kuondolewa kwa rasimu hii iliyotungwa. Sisi hatuna shaka, tunaweza tukakubali, hatuna shida, lakini wadau hawa tunaowaongoza wanasema hapana. Juzi mimi pambano langu ilikuwa lisitishwe na viongozi hawa wa juu, lakini chama kilisaidia. Je, leo tunaona umuhimu wa chama hakuna? Nimetoa mfano wa mwandishi mwenzenu huyu hapa. Atasema mwenyewe. Kamati iliamua maamuzi ya mwisho kwamba pambano hili halipo siku moja kabla ya kupima uzito. Lakini mimi kama mwenyekiti nikamchukua promoter tukaenda mpaka pale, tukapigana kwa hoja. Pambano likaendelea. Sasa uone kama chama hicho kisingekuepo ile pambano lisingekuepo. Leo tunajivunia sababu mdau huyu promoter ni mdau wa siku nyingi, bado ana mapenzi ya ngumi. Kama tunatupata sasa mfanya biashara mpya anaingia, anakutana na kitu kama hicho, atarudi? Unajenga nini kwenye ngumi? Unajenga nini kwenye ngumi? Ukisema kwamba nidhamu lazima iwepo, kwa sababu promoter atafanya kazi kupitia chama chake, na sisi kama chama tumepata kesi nyingi za mapromoter na tumewasaidia, ambao wanatukwepa, hawatuletei matatizo yao. Sisi tunasikiliza kama ambavyo wengine wanasikiliza, na nishawaelekeza wasaidizi wangu kwamba hatuwezi tukaamua kesi ya kwenye group la WhatsApp, na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote. Kama bondia amezulumiwa na promoter, sisi chama tupo, na wako mabondia ambao wamepitia kwetu, sisi tumefanya kazi. Promoter amezulumiwa na bondia, maana iko pande zote. Bondia anaweza akachukua pesa na kwenye pambano asije. Yote tumefanyia kazi, ndio mpaka tuko hapa. Sio kama nimekujibu vizuri swali lako. Karibu. Ndio.
kuja kuongea na sisi baada ya ambao tumepata baada ya kuambia kwamba kwa mtoshi hatua gani nyingine imechukua ili kuwasiliana na BMT au mmeenda kupeleka kesi mahakamani ya kuzuia mchakato. Sawa, swali zuri sana. Sisi tuko hapa leo kwa ajili tu ya kuwapa nyinyi nini kinaendelea, lakini barua yetu ambayo tumeandika TPBRC au kamati iliyopo tumewasisi viongozi wetu wa BMT. Tumemsisi katibu wetu Neema Msita na taarifa za mdomo pia anazo, lakini kiutendaji huwezi kufanya kazi kwa mdomo, lazima ufanye kwa documents. Lakini so far barua tulioandika TPBRC kopi pia tumewapa katibu Neema Msita. Kwa hiyo taarifa kule zipo na kwa msajili pia na kwa afisa dawati wa Ngumi Halima Bushiri kama mnamfahamu, taarifa zipo. Kwa hiyo tunaamini jambo letu tayari liko sehemu salama, lakini tuko hapa kwa ajili ya pia umma ujue nini kinachoendelea so far. Karibu. Naitwa Bora Madani kutoka Wadi. Mwenyekiti, Karibu. Baada ya kuona mchakato huu na nyinyi hapa Mbaliani tumepewa siku moja kabla ya mchakato wenyewe kwenda kujadili. Baada ya hayo yote nilitafuta wasaa kukutana na viongozi wa TPBRC walau muwafikishie yale mlionayo na mnahisi mnaweza kuyatoa kwenu ama ndio leo watayasikia hapa. Tulishaandikia barua kama ulinisikia vizuri kwamba sitisheni mchakato tupate muda wa kutosha. Wakajibu hatuna muda. Mtu akishakujibu kwamba yeye hana muda, utamfuata tena kwa kitu gani kingine? Labda nikuulize wewe mwandishi wa habari. Sina muda. Na taarifa zilizopo kikao cha pili cha kanuni, sisi wote hapa chama cha Mapambano hatukuwepo. Lakini walio kuwepo sisi watu wa Ngumi ni familia. Mwenyekiti wa chama cha mabondia Mr. Kaseba tunaongea sana mimi na yeye. Leo pia ilikuwa awe hapa, lakini amepata dharura na familia yake. Wako vacation, unajua mwisho wa mwaka. Na champion lazima aweze kupata muda kurelax kidogo. Lakini ilikuwa tuwe naye hapa. Kwa hiyo tunaongea kwa karibu sana. Alinipa taarifa. Bwana mwenyekiti, mimi nimehudhuria kile kikao, lakini kanuni zimekuwa nyingi mno, hata muda wa kujadili haukutosha. Tumeambiwa tutatangaziwa tena. Mpaka leo hakuna tangazo lolote lililotoka, na tayari kanuni na ile katiba yake zilipelekwa tayari kwa msajili. Hapo unapata picha gani? Wengine? Nimekwisha. Sawa, mimi niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Nyinyi mmekuwa familia kama ambavyo nimetanguliza awali. Na bila nyinyi mchezo wetu wa ngumi hautaweza kwenda mbele. Maana nyinyi na karamu yenu au kamera yenu itasaidia kuhabarisha wadau mbalimbali kwa yale mazuri au mabaya, lakini lengo ni kujenga mchezo wetu wa ngumi. Lakini vile vile nawashukuru sana serikali kupitia baraza la michezo. Naomba nimtaje mtu mmoja, lakini najua watendaji wako wengi, lakini katibu wetu Neema Msita ni dada au mama ambaye ni kweli ni shupavu na ni mwepesi anapopata malalamiko kuyachukulia hatua stahiki. Tumeona katika uongozi wangu tangia niingie kwenye ngumi, nimeona ni mama au dada ambaye anachukua maamuzi haraka anapoona kuna vitu vya hapa na pale. Kwa hiyo shukrani za pekee ziende kwake na vile vile serikali kwa kutukimbilia pale ambapo tuna mambo ya hapa na pale katika kujenga ngumi zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Niwatakie sikukuu ya mwaka mpya. Inshallah 2026 ikawa heri kwenu. Asanteni sana.